Kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali, anakuambia kwamba wachezaji hawana kipengele kuelekea mechi ya siku ya hii leo, kulingana na posti ambayo aliposti siku ya jana. Maana kwamba mechi dhidi ya TMA kama kawaida majira ya saa 10 kamili siku ya hii leo, na tayari mimi jeshi ninalo hapa la wachezaji 11 ambao kocha Fadu Davies amewaandaa kwa ajili ya kuanza kwenye mchezo huo, kwa ajili ya kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata. Kama ambavyo kasema Ahmed Ali, mechi haina kipengele, wachezaji hawana kipengele kuelekea kwenye mechi ya siku ya hii leo. Na mimi tayari ninalo jeshi hapa, lakini pia kikubwa nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinaanza dhidi ya TMA kutoka pale mjini Arusha. Kwa upande wa gorini yupo Ali Salim. Kwa upande wa Ali Salim tunafahamu namna ambavyo amekuwa yuko vizuri langoni. Ni mmoja golikipa ambaye amekuwa yuko vizuri kweli kulingana na michomo ambayo amekuwa akiokoa mara zote. Kwa upande wa klabu ya Simba wanakuwa pia wapo salama, hata Musa Kamara akiwepo hapa. Tofauti yake na Ali Salim, Kamara yuko vizuri zaidi kwenye mguu, lakini kwenye save nini, unaona namna ambavyo pia Ali Salim pale ambapo anapata nafasi anaonyesha ule ubora ambao alionao. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia, kwa upande wa mwalimu amemweka David Kameta. Tunafahamu kwa upande wa David Kameta namna ambavyo anacheza, ukiangalia yeye na namna ambavyo alivyo Shomari Kapombe, utofauti wao sio mkubwa sana, lakini utofauti ambao naweza nikautaja hapa ni Shomari Kapombe kuwa na performance ya muda mrefu zaidi na kuonyesha ubora wa hali ya juu, namna ambavyo anashambulia na namna ambavyo anazuia. Lakini kwa upande wa David Kameta akicheza kwenye eneo la chini, inafuatana na mechi ya namna gani. Mechi ambayo ikiwa inachezwa kwa upande wa Simba, utamwona David Kameta akiwa anakimbia. Hivyo ndivyo ambavyo amekuwa akicheza, ya maana kwamba utofauti sio mkubwa sana. Akipata nafasi kuna kitu hasa ambacho anakionyesha. Wakati huo pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbwe Jeyara. Mohamed Hussein moja ya beki ambaye ni hatari kweli. Kiufundi ni moja ya beki ambaye mara zote wana Simba wanafurahia akiwa anacheza, kwa sababu amekuwa anatoa vitu viwili zaidi kulingana na vile ambavyo mwalimu Fadu Davies amekuwa akishambulia, amekuwa akiwataka mabeki wake wa pembeni wao wanakimbia zaidi. Sasa ukimwangalia kiufundi Mohamed Hussein amekuwa yuko hivyo mara zote kwenye eneo la kushambulia, na ndio maana mpaka sasa hivi unaona kabisa kwamba ukienda kutazama assist zake yuko vizuri kweli, maana kwamba ni beki ambaye ni mzuri zaidi. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la mabeki wa katikati, Abdulrazak Hamza mara zote utamuona kwenye eneo la ulinzi. Ni moja ya beki ambaye amekuwa yuko kwenye hatari zaidi kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Ni beki ambaye ni mtulivu kweli. Ni beki ambaye kiufundi namna ambavyo anawapanga pia viungo wake wa katikati kwamba bwana kaeni hivi, chezeni hivi, maana kwamba ni moja ya beki ambaye amekuwa na hatari zaidi namna ambavyo amekuwa anacheza. Wakati huo pia Chamu Karabu na pia anaendelea kupata nafasi ndani ya kikosi hicho. Yeye kitu kidogo ambacho unaweza usione ni ile kasi yake ambayo imekuwa sio kubwa zaidi, lakini kwenye eneo la kuzuia kiufundi unaona namna ambavyo anazuia zaidi. Anacheza mipira yote, mipira ya juu anazuia, lakini pia utofauti wake yeye mkubwa na Chemalon. Yeye si beki ambaye unaweza kumuona akiwa ameshika mpira mara zote. Yeye ni beki ambaye akishika basi utamuona akiondoa hatari. Ndio utofauti wao mkubwa uliopo kati yake na Chemalon, maana kwamba ni beki wa namna hiyo mara zote. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye eneo la viungo ambao wanacheza, kwa upande wa mwalimu amekuja na mabadiliko. Mara zote tumekuwa tukimuona Fadu Davies akiwatumia Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, lakini kwa wakati huu amekuja na mabadiliko kwenye eneo la viungo. Kwa wakati huu tunakwenda kumuona Agostino Okejefa kwenye eneo la kiungo. Agostino Okejefa ni moja ya kiungo ambaye mara zote namna ambavyo amekuwa anacheza, yeye akipata mpira basi ataangalia wachezaji gani ambao wako kwenye eneo la mbele. Ni moja ya kiungo ambaye amekuwa akicheza namna hiyo, anatafuta nafasi, anakaa kwenye nafasi, anawasogeza wachezaji ambao wako kwenye eneo la mbele, piga hapa. Ndivyo ambavyo amekuwa anacheza mara zote Agostino Okejefa. Lakini pia Debra Fernandez ni kiungo mwingine ambaye atasaidiana na Okejefa. Kwa upande wa Fernandez tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza, ni moja ya mchezaji ambaye pale ambapo anapata nafasi ya kuweza kupiga mashuti, ukiangalia kiufundi ndivyo ambavyo mara zote amekuwa anacheza. Akishika mpira basi atapiga mashuti mara nyingi, ndivyo amekuwa anacheza. Hivyo ndio umuhimu wake kwenye eneo la kiungo. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha juu yuko
Awa, kwa upande Awa tunafahamu pia mara zote namna ambavyo amekuwa anacheza. Ni moja ya kiungo ambaye sifa yake kubwa ni upigaji wake wa pasi, lakini pia kwa upande wa Simba wamekuwa wananufaika naye na ubora wake wa kuweza kupiga foul na kuweza kupiga kona kiundani zaidi. Ukiangalia assist nyingi ambazo ameweza kuzitengeneza kwa upande wa msimu huu ni zile za mipira iliyokufa, maana kwamba ni moja ya kiungo ambaye yuko kwenye ubora namna hiyo. Wakati huo pia Ladak Chasambi moja kwa moja ataonekana kwenye eneo la winga ya pembeni kulia. Kwa upande wa Ladak Chasambi kitu kikubwa zaidi ni kasi yake, ule uharaka ambao amekuwa nao kwenye mechi, na kwa upande wa Marlon Fadu Davis amekuwa akimpa nafasi mara kwa mara ya kuweza kucheza kwenye kikosi. Wakati huo pia Eli Mpanzu naye yupo kwenye kikosi kama kawaida. Mpanzu sifa yake kubwa ni moja ya winga ambaye mikimbio yake imekuwa ni bora zaidi. Yani ni winga ambaye tunamzungumzia kwamba mwalimu ambapo anakuwa anataka kushambulia kwa kasi, basi kwa upande wa Mpanzu amekuwa ni mchezaji ambaye ni muhimu zaidi, kwa sababu amekuwa analiangalia box liko wapi, ndivyo ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji yupo Steven Mukwala. Sifa yake kubwa zaidi Mukwala ni kuweza kukaa kwenye eneo, yani kama unapiga pasi utamwona tu yuko kwenye eneo. Steven Mukwala ndivyo ambavyo amekuwa anacheza mara zote, na Marlon Fadu Davis amekuwa ananufaika naye ndani ya msimu. Mabao 8 kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara.